Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa milele yote, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru tena kwa siku hii na kwa saa nzuri. Jina lako likatukuzwe na mapenzi yako tena yakatimizwe katika jina la Yesu Kristo. Mapenzi yako yatimizwe kwa msikilizaji, mtazamaji huyu. Mapenzi yako yatimizwe kwa watu wako wote katika taifa letu la Tanzania, katika kanisa, katika familia zetu. Baba, mapenzi yako yakatawale na kutimizwa, na utukufu wako Yesu Kristo ukaonekane tena. Tunakutegemea, tunakuhitaji, tunakuamini, tunakuomba. Ruhusu rehema zako, utusamee, ututakase kwa damu yako. Twakuomba ututakase kwa damu yako sote watoto wako. Ututakase kwa neema na kwa rehema, utuhurumie, utuokoe, utuvute, utusimamishe imara tena katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Bwana Mungu akubariki, Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, Bwana Mungu akufadhili katika Yesu Kristo Bwana wa utukufu. Amina. Karibu sana katika ujumbe huu wa siku ya leo, tena upate chakula hiki cha roho, na ni katika Mathayo sura ya 21. Mathayo 21, nitaenda mstari wa 28 mpaka ule wa 32. Katika sura hii labda nikumegee kidogo kilichopo katikati hapo kwenye hii sura. Mstari wa 21 Yesu anasema, Yesu akajibu akawaambia, amini mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka. Na yeyote mtakayoyaomba katika sala mkiamini, mtapokea. Amina. Sasa ninakwenda mstari wa 28. Lakini mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akasema, mwanangu, leo nenda akafanye kazi katika shamba la mizabibu. 29 anasema, akajibu akasema, naenda Bwana, asiende. Naenda Bwana, asiende. Akamwendea yule wa pili akasema vile vile, naye akajibu akasema, sitaki. Baadaye akatubu akaenda. Je, kati hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Ni swali. Anaendelea, wakamwambia ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, amini nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimuamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimuamini, nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumuamini. Amina. Karibu tuendelee kupokea tafakari kwa Roho Mtakatifu. Wasiodhaniwa kuwa na nafasi mbinguni wanaweza kupata hiyo nafasi. Wasiodhaniwa kuwa na nafasi mbinguni wanaweza wakawa na hiyo nafasi, wanaweza wakapewa nafasi. Wasiodhaniwa kuwa na nafasi mbinguni wanaweza kuipata hiyo nafasi. Katika ujumbe huu ndicho kitu kinachokiona, ambapo Yesu anauliza swali la msingi sana, na anafundisha au anaeleza jambo hili kwa mfano, kwamba mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwita wa kwanza, akamwempa maelekezo au maagizo. Akajibu akasema, naenda Bwana, lakini hakwenda. Amemwita mtoto wake wa kwanza, anamtuma kwenda kufanya kazi, anampa maagizo. Huyu akasema nitakwenda, lakini hakwenda. Maana yake hakutii au hakutekeleza maagizo aliyopewa na bwana wake au na baba yake. Alafu anasema akawepo na yule wa pili. Akamwita na yule wa pili, akasema vile vile, akamwagiza vile vile, akasema sitaki kwenda. Akakataa. Huyu wa pili yeye akakataa. Wa kwanza amekubali, lakini hakwenda. Wa pili ameitwa, amekataa, lakini baadaye akatafakari, akaamua kutii, akaamua kunyenyekea, akafuata maagizo, akaenda. Na Yesu anauliza swali, ni yupi ambaye alifanya mapenzi ya babaye? Ni yupi ambaye anaonekana amefanya vema? Ni yupi ambaye anaonekana ametii? Ni yupi ambaye
anaonekana atapata nafasi ya upendeleo au nafasi ya kubarikiwa. Na hapo inaonyesha kwamba wakamwambia ni yule wa pili, ambaye huyu wa pili alikataa, lakini baadaye akaja akatubu, akatii, akakubali. Ndipo Yesu anasema hakika ni vyema na ndivyo ilivyo. Sasa akafungua, sasa Yesu anafungua kile alichokuwa akifundisha wakisema ili wapate kuelewa. Ndipo anaonyesha kwamba basi watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele kuingia katika mbingu. Wanapata nafasi au wanaenda kupata nafasi ambayo haikudhaniwa, kwa sababu makahaba na watoza ushuru, watu ambao hawadhaniwi, ni watu ambao wamepuuzwa, ni watu ambao wanaonekana kuwa wa kawaida, na watu ambao ni kana kwamba wametengwa katika hali ya kuweka watu kwenye mafungu au kwenye hesabu ya wanaoweza kuhesabiwa kuingia katika utakatifu, katika mbingu, katika nafasi ya kukaa pamoja na Mungu. Wanadamu tukiangalia tunaona kabisa hapa huyu hapana. Sasa Yesu anasema neno la ajabu kidogo hapa, kwamba Yesu akawaambia, kweli nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu katika kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa nini? Anasema kwa sababu hawa wakati mwingine ni kama wamepuuza, hawaendi kanisani, hawaendi kwenye semina, hawaendi kwenye mkutano, hawapo katika mambo ya Mungu. Lakini kuna wakati wanaweza, wakati ama ndani yao wanasikia, alafu wanajutia, alafu wanakuja kuchukua maamuzi ya kukubali, japo wamekataa, kwamba inawezekana kwa siku moja kama yule mwizi pale msalabani wale wahalifu, wale wanyang'anyi ambao hawakudhaniwa, walijua kabisa hawa ni motoni, lakini mmoja watu bila kutarajia akaenda mbinguni, akapewa nafasi ya kwenda kuketi pamoja na Yesu. Kwa hiyo wasiodhaniwa, wanaodhaniwa kwamba pengine hawatafanikiwa au hawataingia, Yesu anasema wanaweza wakapata hiyo nafasi. Hata wao wanajidhania kwamba haumo. Sasa sikia neno hili, kwamba inawezekana kabisa umeshatikiwa kwamba unakwenda. Sasa rudi kwa Bwana, tengeneza mambo yako na Yesu. Wewe ambaye wamekudharau, wamekutenga, wamekupuuza, rudi. Lakini wewe ambaye unajiona uko kamili, ni sahihi kabisa, lazima ujione kwamba wewe ni mtakatifu. Haitakiwi ujione kama vile kwamba wewe ni muovu tu. Jione kwamba ni mtoto wa Mungu. Jihesabu kuwa umehesabiwa haki, si kwa uwezo wako wala kwa chochote cha kwetu, ila kwa neema yake. Sasa hapa ni tahadhari, tuwe na tahadhari, chukua tahadhari. Bwana Yesu asifiwe sana, asifiwe milele. Jina la Bwana libarikiwe. Chukua tahadhari mpendwa, kwa sababu usipochukua tahadhari unaweza ukafika mahali ukajikuta kwamba unapotea, unakosa mbingu, unakosa baraka zako, unakosa haki yako, kwa sababu tu ya kuto kutii na kuchukua hatua. Utii alafu uchukue hatua. Usikubali alafu usichukue hatua. Lazima ukikubali au ukiitikia ndio, hiyo ndio ionyeshe na matendo. Hapo ujumbe huu unatupeleka pale kwa imani bila matendo imekufa. Imani bila matendo imekufa. Kwamba walitakiwa kuonyesha na matendo, alitakiwa kuonyesha na matendo. Anaposema ndio, kila siku anaenda kanisani huyu mtu, kila siku anatoa na sadaka, kila siku yuko anamtukuza Mungu au anahubiri, lakini hakuonyesha kwa matendo. Kwamba kule kuitikia kuonyeshe kutoka ndani na nje, pia kuonyeshe kwamba huyu mtu amekubali, huyu mtu ametii, na huyu mtu anafuata kweli kile ambacho ameelekezwa. Tii neno la Mungu, tii sauti wanayopewa watumishi wa Mungu kukuletea ujumbe, kukuletea habari za ufalme wa Mungu. Tii alafu chukua hatua. Jambo hili ni zito kidogo. Makahaba na watoza ushuru, yaani watu wa dhambi, wanatangulia. Ni jambo la kutafakari vizuri, kwa sababu vinginevyo tutajikuta wale tunaofikiri tumekaa salama au tuko sahihi,
tukajikuta kwamba tunakosa nafasi. Na Yesu mahali pengine akasema, wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Angalia usije ukaja kuwa wa mwisho. Wa kwanza anatakiwa kuendelea kubaki kileleni. Manake endelea kunyenyekea, endelea kuamini. Katika sura hii ya 21 utakumbuka nilianza na pale anasema Yesu akajibu akawaambia, amini amini nawaambia, 21:21 Mathayo. Yesu akajibu akawaambia, mkiwa na imani msipokuwa na shaka mtafanya. Si hilo la mtini tu, yani aliulani mtini Yesu ukanyauka. Aliwaambia nyauka, mara huo mti ukanyauka. Ukisoma pale mstari wa 18 na 19 anawaambia si hilo la mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka hilo jambo. Na yote mtakayoyaomba katika sala mkiamini mtapokea. Kuwa na imani zaidi, kuendelea kuwa na imani kwa Yesu. Na kukumbusha tena katika sura ya 18 ya Luka, Yesu anasema, 18 mstari wa 6 wa 7 pale na wa 8 utasoma hapo. Anasema mwana wa Adamu, Yesu atakaporudi ataiona imani duniani. Endelea kuamini. Na katika somo hili inatajwa imani kwamba wao walitubu na kuamini. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini. Lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Anasema lakini watoza ushuru na makahaba waliamini. Kwa hiyo kitendo cha kuamini kinaweza kusababisha kabisa ukahesabiwa haki. Tutahesabiwa haki. Ibrahim alihesabiwa kuwa na haki, Biblia inasema kwa sababu aliamini. Yule kahaba alihesabiwa kuwa mwenye haki, akaachwa, hakuangamizwa kwa sababu aliamini, akiwasaidia watumishi wa Mungu ataponywa. Kwa hiyo unaweza ukawa unatazama kwa nje, na kama umepoteza imani, huna imani vizuri kwa Yesu, unaweza ukaachwa. Yesu anataka uendelee kuamini. Na hata wewe ambaye umeshajiona kuwa muovu kabisa, sasa rudi kuamini kwa Yesu. Kitendo hicho kitasababisha utapokea baraka, utapokea kuhesabiwa umestahili. Sasa haimaanishi uamini alafu uendelee na maovu. Uamini kwa Yesu, uliamini neno hili unalosikia na ambalo umeshawahi kulisikia tena na tena na ambalo utalisikia, kwamba amini kwa Yesu. Usiendelee kuvifanya vilivyo viovu, uviache vilivyo vya giza. Uamini kwa Yesu, uyafanye yaliyo kwa Yesu, uyatende yaliyo kwa Yesu, uyaishi yaliyo katika Yesu Kristo. Bwana akubariki mpendwa. Angalia usije ukarudishwa kuwa wa mwisho. Endelea kuwa wa kwanza, endelea kuwa mbele, usije ukatupwa huko nyuma. Haitakiwi, ila mbele, nenda mbele kwa jina la Yesu. Bwana Yesu na akusaidie sana. Bwana Yesu akuwezeshe. Bwana Yesu akuongoze. Tuangalie tena katika Luka sura ile ya 18. Luka 18:9 hadi 14. Luka 18:9 hadi 14. Neno la Mungu linasema hivi: akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakidharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda kuabudu kusali. Anasema watu wawili walikwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake: Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, na hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani
kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Huyu kuna watu wa namna hii ambao wamejikinai. Neno hapo ni kujikinai. Usije ukajikinai. Yaani umeshajiona kabisa ni mtoto wa Mungu, ni mtakatifu. Usije ukajikinai. Usije ukabweteka. Ndio sababu kuomba ni kila siku, neno la Mungu ni kila siku, kuendelea kumtolea Mungu sadaka ni kila siku, kuendelea kuamini kunatakiwa kuongezeke, kusipungue. Imani yako isipungue. Unajua kiwango cha imani kikizidi kukua, mambo ya kujikweza na kujiinua hayatakuwepo. Mambo ya utoto hayatakuwepo. Mambo ya kuvunjika moyo au kujiweka kwenye nafasi ya ovyo haitakuwepo. Utakufanya hiyo imani, itakufanya uendelee kumkaribia Mungu. Itakufanya uendelee kunyenyekea. Itakufanya uendelee hata kusaidia na wengine, kuhurumia na wengine. Sasa huyu akajiona yeye ni wa viwango vya juu, akapuuza wengine. Sasa usidharau watu, usimdharau mtu, kwa sababu unaweza ukamdharau mtu alafu ukajikuta yeye ndio anapata nafasi ya mbele, wewe ukarudishwa nyuma kabisa. Ukafikiria haendi, kumbe anakwenda, alafu wewe usiende. Kuwa makini. La msingi usidharau watu. La msingi jazwa imani, endelea kuwa na imani kwa Yesu. Na usije ukajihesabia haki, ukajivuna vibaya. Hasira ya Mungu itawaka. Na Yesu hapa anasema, kweli nawaambia, yule ambaye alijiona kwamba hapana Baba, bado mimi nahitaji unisaidie, bado mimi nahitaji unihurumie, anasema alionekana kuwa bora, akapewa nafasi, akahesabiwa kuwa amestahili, na Yesu anasema kwamba alipata kitu kilicho safi kabisa na nafasi iliyo nzuri kabisa. Si kama huyu. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake, amehesabiwa haki kuliko yule. Amehesabiwa haki kuliko yule. Maanake yule alipewa kiwango cha chini sana, aliwekwa kwenye fungu lingine kabisa, maanake la nyuma huko. Huyu akapewa fungu la mbele, nafasi ya mbele. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Mungu atusaidie sana, atuwezeshe. Angalia, endelea kunyenyekea, uwe mnyenyekevu kwa Bwana. Endelea kunyenyekea nyumbani mwa Bwana. Waliodhaniwa kwamba wataingia, hebu angalia tena Mathayo 23. Mathayo 23, nianzie mstari wa kwanza niende mpaka ule wa 6, alafu nitaruka nitasoma ile mstari ya mbele, mstari wa 13 na kuendelea. Mathayo 23 mstari wa kwanza mpaka ule wa 6. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake, akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Wameketi katika kiti cha Musa, yani wameketi kwenye nafasi ya Musa, wameketi kwenye mamlaka ya Musa, wanaitumia mamlaka ya Musa kwa maana ya kiti. Anasema mstari wa 3, basi yoyote watakayowaambia muyashike na kuyatenda. Yoyote watakayowaambia, anasema muyashike alafu muyatende. Lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Hunena lakini hawatendi. Mstari wa 4, wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi. Na kuketi mbele, watu wanaopenda viti vya mbele. Mstari wa 7 anasema, alafu wanapita huko na huko, wanapenda kusalimiwa, kuheshimiwa kama vile watawala wa kidunia. Ukishakuwa ndani ya Yesu hakuna ubosi. Hakuna kwenda kibosi. Yesu ndio bosi. Yeyote, uwe askofu, uwe mchungaji, uwe nabii, uwe mtume, uwe mwinjilisti, tunanyenyekea wote kwa Bwana Yesu. Sasa kuna watu kanisani wanataka kuwa kama vile ni miungu watu, sijui niseme. Namna hii itasababisha utaacha kuhesabiwa haki. Unamkasirisha Yesu namna hiyo, kwa sababu Yesu mwenyewe alikuwa mnyenyekevu. Onyesha unyenyekevu mbele za Bwana, ili uendelee kuhesabiwa haki, ili uendelee kupandishwa viwango vya juu, ili uendelee kuwekwa viwango vya juu vya kimani, vya kiroho.
na baraka nyingine zije za mafanikio mengine zitakuja, kwa sababu Baba atakuwa amekupenda. Sasa Yesu anasema kwamba anawaambia Mafarisayo na waandishi wao wanafanya vitu ambavyo hawataki. Wao wanawapa wengine mizigo mizito, alafu hata kwa kugusa hawaigusi. Anasema hii Yesu si sawa, maana yake haifai, haitakiwi mbele za Mungu. Wao wafunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe. Wanatunga masheria magumu, wanaweka mataratibu magumu, taratibu ambazo wao wenyewe wanashindwa kuzitimiza, lakini wanataka wengine. Sasa wao wanaonekana, Mafarisayo hawa sasa ni watu ambao wanajua sheria, wanajua Torati, ni watu ambao wanaonekana kuwa safi katika Agano la Kale, wanaonekana nafasi ya mbele, wamedhaniwa kuwa wao ni safi na ndio kiongozi mzuri. Yesu anakuja na waita viongozi vipofu, wanachuja mbu, wanameza ngamia, au yani manake wanafanya mambo ambayo ni ubinafsi, wanashindwa kufanya vile ambavyo neno la Mungu limetuagiza tufanye. Hebu tuende mstari ile ya kule mbele sasa, mstari wa 13. Ole waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mwawafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuachi waingie. Ole wao, hii ni ole. Manake ole, hii ni hatari, ni mbaya, si sawa, si nzuri. Anasema wanawafungia watu kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Ni watu waliodhaniwa kwamba wao ndio wako mstari wa mbele, wao wako safi, wao ndio ambao ni nyota, ni dira, ni wakuongoza wengine kwenye njia. Kumbe wenyewe wamepotea njia, wamepotea. Angalia mstari wa 26. Ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Watu wanaodhaniwa nafasi za mbele, anasema uketi viti vya mbele, wanaketi viti vya mbele, wanajiona kuwa safi na wanahesabiwa kuwa ni safi. Sasa angalia sana wewe ambao unaitwa mtakatifu wa Bwana, mtumishi wa Bwana, mlokole. Angalia sana ili usije ukapoteza. Endelea kujilinda mpendwa, linda nafasi yako, linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Angalia usije ukatoka kwenye nafasi, haki yako ikapotea. Anasema ole wao waandishi na Mafarisayo wanafiki. Anasema ni wanafiki, kwa kuwa anasema kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamuingii. Yani wanafanya mambo ambayo wanafikiri wako sahihi, kumbe wako kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini wao wanaitwa ni viongozi wa dini, lakini wao wanaitwa ndio ambao wametegemewa au wanatarajiwa kuwaelekeza wengine wafike mahali. Basi angalia sana, chunga sana, ili kwamba usije ukadanganyika na dunia, au adui asije akapenyeza uharibifu, na neema ya Mungu isikupungukie. Omba neema ya Mungu isikupungukie, omba neema ya Mungu iongezeke kwako, omba. Na sababu jana tulipata ujumbe ule, ni vizuri sana kuomba utajiri huu. Katika Wakolosai anatufundisha, Wakolosai sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Kuna jambo moja muhimu au maombi muhimu ambayo mara nyingi hatuyaombi. Maombi haya ni muhimu kuyaomba. Kuomba kuongezewa imani, kuomba kujua maarifa ya Mungu, kujazwa hekima ya Mungu, kujazwa nguvu za Mungu. Huu ni utajiri wa pekee ambao kwanza tunatakiwa kutanguliza. Tukiwa na ufahamu wa rohoni na maarifa ya rohoni, yanatusaidia namna ya kuishi na kumtumikia Bwana, na kutokuwa watu wa kujikweza, au kutokuwa watu wa kudharau wengine, au watu wa kujivunia. Biblia inasema msijivunie chochote, tujivunie Bwana. Jivunie Yesu, jivunie wokovu. Linda, angalia, anasema watu hao wanawazuia watu kuingia kwenye ufalme wa Mungu kwa sababu ya vile wanavyoishi na kufanya, wakifikiri wako sahihi, kumbe hawapo sahihi. Angalia,
Ajidhani yeye kuwa amesimama, Biblia inasema angalie asije akaanguka. Angalie asije akaanguka. Endelea kuamini hiki unachokisikia. Unajua hata wakati wa Nuhu, wakati ule wakina Ibrahim, wakati ule wakaambiwa, watu wakaambiwa, hawakadharau. Sasa hivi kuna nabii nyingi nzuri zinatokea Tanzania. Kuna manabii wazuri kabisa wa Mungu wapo, lakini kwa sababu watu wameshapuuza wanasema huyu anatafuta hela tu, huyu anadanganya tu. Kweli manabii wa uongo ni wengi sana. Wana manabii wa uongo wapo wengi kweli, lakini wa kweli, manabii wa kweli wapo. Sisi ni wana wa manabii. Wewe unayenisikiliza, unayemwamini Yesu, wewe ni mwana wa manabii, mtoto wa kinabii. Ndani yako una unabii, Mungu anauachilia. Na sasa amini neno la Mungu unalolisikia, alafu chukua hatua. Neno la kweli la Mungu unalolisikia, kwa sababu wengine wanasema wanapeleka neno la Mungu, lakini kumbe wana uongo ndani yake. Kwa neno la kweli la Mungu, sauti unayosikia, hebu ichukue, alafu uamini, uendelee kuwekwa kwenye nafasi, na uendelee kujitengenezea mazingira mazuri ya sasa na baadaye katika mbingu. Usije ukapotezwa, usije ukadanganyika, usije ukakosa nafasi yako ya kimbingu. Angalia mstari wa 14. Ole waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane na kwa unafiki mnasali sala ndefu, kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Hawa ni watu waliodhaniwa. Hawa ni watu wanaonekana kuwa watumishi wa Bwana, makuhani, wenye nafasi za mbele. Sasa mteule, kuwa makini sana, sije kawa kama hivi Yesu anavyosema. Angalia mstari wa 16. Ole wenu viongozi vipofu, ninyi msemao, mtu atakaye hapa kwa hekalu si kitu, bali mtu atakaye hapa kwa dhahabu ya hekalu amejifunga. Wapumbavu ninyi! Wapumbavu sio tusi, manake wasioelewa, ni hawajui kitu. Wapumbavu ninyi na vipofu! Maana ni ipi iliyo kubwa, ile dhahabu au lile hekalu litakasalo dhahabu? Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hawa ni watu ambao Yesu anapingana nao, ambao walidhaniwa, walitarajiwa, wanaonekana kuwa namba moja, lakini Yesu anawaita ni wapumbavu, tena ni vipofu. Sasa kama ni vipofu, maana yake wamepotea, hawajui njia, hawajui kitu, wako mahali sio. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, Mungu atusaidie. Tuendelee kuwa wanyenyekevu, tuendelee kuwa na imani. Ujumbe huu katika Mathayo ni kwamba Yesu anasema makahaba na watoza ushuru, watu waovu ambao hawadhaniwi, ambao wako nyuma kabisa, mbali wala waonekani katika usafi au katika nafasi inayostahili. Yesu anasema hao wanaweza kabisa kuichukua nafasi ya mbele, namba moja. Alafu wale waliodhaniwa, waliotarajiwa, wakasaulika. Neema ya Mungu isikupungukie, na mimi isinipungukie. Endelea kuwa mnyenyekevu, endelea kutubu na kumngoja Bwana kwa imani. Uwe na imani, endelea kuwa na imani. Kuhesabiwa kustahili mbele za Mungu. Mungu anaweza kuangalia watu wake ambao wao katika unyenyekevu, akawatendea jambo. Na sehemu ndogo tu ya maisha yetu Mungu anaweza akaiangalia, alafu akatupa nafasi kubwa, baraka kubwa, akatuweka kwenye viwango vikubwa kwa kitu kidogo tu. Kwa sababu Yesu anasema mkiwa na imani kidogo mtaihamisha na milima. Basi endelea kuongezeka kiimani, wala usipungue, bali ongezeka, kwa sababu katika maisha yetu, kwa sehemu ndogo ya kuendelea kuamini na kunyenyekea, itasababisha tuinuliwe, tuwekwe nafasi za juu, ngazi ya juu. Mungu akubariki, akuongoze Roho Mtakatifu, akujaze neema tena. Endelea kutafakari kwamba kahaba, watoza ushuru, wanaambiwa wanatangulia kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanatangulia kuingia katika ufalme wa Mungu. Wewe na mimi tutafakari vizuri, tufikiri vizuri, tuendelee kupiga mbio. Ongezewa nguvu,
usipungue nguvu. Usichoke, usilegee, bali tiwa nguvu katika jina la Yesu. Tiwa nguvu kwa Roho Mtakatifu, ongezeka katika jina la Yesu. Sema amen, amen, amen. Twende tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe, ulitakalo wewe Bwana lafanyika. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yaje yatimizwe kwetu tena. Yesu Kristo Bwana tusaidie, neema yako isitupungukie, isimpungukie huyu mtu, bali iongezeke na kuzidi kwenye ndoa yake, nafsini mwake, kwenye ujana wake, kwenye uzee wake. Naomba Bwana achilia nguvu zako na neema yako tena, awezeshwe. Wale waliojihesabia haki sasa warudi kunyenyekea na kutubu na kujua ya kwamba ni kwa neema yako. Bwana utusaidie pale tulipojihesabia mabaya, pale tulipojikweza. Bwana turehemu. Yesu turehemu. Yesu turehemu. Yesu turehemu. Tulipojikweza, tulipojiinua, tulipojiona bora, tukawadharau wengine. Yesu tusamehe. Baba tusamehe. Samehe watu wako, samehe makuhani watakatifu, watumishi wako. Bwana wasamehe, turumie, naendelea kutufungua, tusije tukawa kama vipofu, tusije tukawa wapumbavu, bali tukawa wenye hekima na akili safi, walio na unyenyekevu na utii. Tusiwe wasiotii neno, wasiotii sauti ya Roho. Tujalie kuwa watiifu, waaminifu, waliojaa imani zaidi. Bariki huyu msikilizaji, mtazamaji. Bwana mvike na nguvu zako na neema yako. Wengine wamechoshwa na kukatishwa tamaa hata pale pale kanisani. Baba, naomba nguvu yako iwajirie tena, wavikwe uwezo na nguvu, wasonge mbele, wasiangalie yale yaliyowatokea yakawarudisha nyuma, wakanyong'onyeshwa. Lakini sasa wakatiwe nguvu kwa Roho tena, wawe mstari wa mbele, wasonge mbele, waimarike, wasitikisike. Ninaomba uweza wako na nguvu zako, Mungu mwenye nguvu na Baba wa milele, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mkono wako uliodari ukawezeshe, ukafanikishe, ukawatetee, ukawapiganie. Naomba Bwana Yesu hata uponyaji kwa walio na magonjwa, nguvu ya magonjwa, roho za mauti, roho za magonjwa, kimbia, toka kwa huyo mtu, hata mahospitalini. Baba, tunaomba malaika wako, malaika wa uponyaji apite, malaika wa kuokoa apite, malaika wa ulinzi kwa jina la Yesu. Nami nazivunja kabisa zile kazi za ibilisi, zile nguvu za adui zilizoachiliwa, ninaziamuru kuvunjika kwenye anga na ardhi. Roho za magonjwa na mauti, toka, haribika kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, asante kwamba unaruhusu uponyaji na nguvu zako na jeshi la malaika na mkono wako hodari, ukaponye watu wako, kainue watu wako tena katika jina la Yesu. Fadhili za Bwana ziwe juu yako, rehema za Bwana Yesu ziwe juu yako. Akupe kuona tena njia, akupe kuona tena ushindi, akupe kuendelea kumtafuta. Endelea kumpenda Yesu, endelea kumpenda Yesu. Magonjwa yako yanaondolewa, vifungo maskini vinaondolewa, giza linaondolewa, kushindwa kunaondolewa. Endelea kumpenda Yesu. Bwana Yesu, mbariki mtu huyu. Bwana Yesu, mponye. Neema yako iwe juu yake na fadhili zako ziwe pamoja naye sasa na hata milele. Sante kwa uaminifu wako, sante kwa ukuu wako, sante kwa fadhili zako. Wewe tufadhilie. Yesu Kristo, endelea kwa mfadhili wetu. Yesu Kristo, endelea kwa mdhamini wetu. Bwana, tuvute kwako familia zetu, kanisa, taifa letu. Endelea kuliangazia nuru, giza likashindwe, uharibifu kashindwe, ukaondoshwe mbali. Mamlaka za mauti na uharibifu zikaanguke. Roho zile za uharibifu zinazoteka watu, maroho yale ya giza na lile jeshi, naamuru kubomolewa na siri zao zote zikafichuke kwa jina la Yesu Kristo. Wale watekaji na wale wa kuumiza wengine, wanaotumia mamlaka za ukanyaga wengine, nguvu yako iwaondolee hicho kiburi, na hiyo kiti iangushwe kwa jina la Yesu. Bwana, simamisha wewe wengine, weka wewe mapenzi yako yatimizwe kwa taifa, kwa mataifa, katika familia zetu. Bwana, bariki, amani tawale kwenye familia zetu,
kuwe na furaha na amani ya Bwana, kuwe na amani ya Bwana Yesu, kuwe na pendo lako takatifu katika familia zetu, katika familia za Watanzania wakuaminio, watakatifu wako duniani. Bwana waangazishe, Bwana wakaponye na kuokoa. Fadhili na rehema zako zikaendelee kutawala. Ni kwa jina la Yesu Kristo. Neema yako Yesu ikatuongezekee tena zaidi na zaidi, sasa na hata milele. Wewe uliye na wasiwasi na mashaka, ondolewa wasiwasi na mashaka. Yesu anaweza yote, anakuponya, anakubariki, anakutia nguvu. Endelea kushibishwa wema wa Bwana na furaha ya Bwana Yesu na nyumba yako yote na maisha yako yote, sasa na hata milele. Amen. Mungu akubariki sana. Karibu tena na wakati mwingine. Karibu na karibisha wengine. Kumbuka pia kusubscribe kama hujafanya hivyo kwenye YouTube chaneli ya Eli Mlinzi Mbise. Naomba subscribe. Naomba share na kulike. Share pamoja na wengine. Iko hapo kwenye simu yako, ukiangalia utaiona. Na nikuombe, endelea kutuombea. Tumekaribia kuondoka kwenda kule vijijini kuhubiri injili ya Bwana Yesu. Endelea kutuombea, endelea kushiriki nasi kwa sadaka yako. Sadaka ni muhimu kabisa, tena sana sana. Tunahitaji fedha nyingi za uendeshaji wa hii huduma. Wewe unayenitazama na kunisikiliza, karibu ushiriki kwa sadaka yako kwa namba hii nitakayokupa. Namba ya simu ni 0787627591, 0787627591 ni Airtel. Ya Vodacom ni 0762282439. Mungu akubariki sana. Wewe na nyumba yako yote na ujana wako na uzee wako uwe amani na furaha, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.